Mengi sana juu ya mume wa Hamisa Mobeto. Mwanaume gani? Mwanaume ana mdomo kweli ule? Anamsema mdomo kweli? Marafiki wa kusemezana kisa ndoa? Ndio maana nimesema sasa hivi adui namba moja kama kweli ameongea. Adui namba moja. Adui namba moja katika maisha ni ndugu. Ni kweli. Adui namba moja ni rafiki yako wa karibu. Rafiki yako wa karibu au ndugu yako wa karibu ndio siku zote hataki wewe ufanikiwe. Ni kweli. Ndio siku zote hataki wewe uwe na amani, uwe na furaha. Yaani rafiki yako wa karibu ndio mtu ambaye anakuharibia wewe bila kujijua, bila kujielewa. Umenielewa? Kwa hiyo tuwe makini sana kama una mambo ya michezo kuamini marafiki, punguza mazoea, fanya mambo yako. Mimi unikuti na muamini rafiki kiasi hicho. Sawa sawa. Umenielewa? Rafiki yangu mimi anaishi kwa mipaka. Mimi rafiki yangu hata namba ya simu ya mume wangu nikikuta kwake nitamuuliza amefuata nini. Na inakuaje unampigia? Yaani inakuaje na namba ya simu mimi ya mume wangu mimi wewe? Unakuaje unakuaga na namba ya simu ya mume wangu au umeipataje? Sawa sawa. Namba ya simu mwisho wa kwangu mimi. Umenielewa? Ndio maana hutakiwi kuruhusu mtu akakuzoea. Mazoea ujenga tabia, matokeo yake analeta dharau. Ndio mtu anakuzungumzia. Hizo ni dharau, mtu anakuzungumzia vile ambavyo anapotaka yeye. Kwa sababu gani inakuwa hivyo? Sawa sawa. Hapo sasa nimekuelewa, lakini pia nataka tuongezee na hili. Kwenye hili ambalo limemtokea Hamisa kwa sababu tu ya kuamini marafiki. Nini ambacho unaweza kumshauri? Maana maneno aliyozungumzwa ni mengi, kuna sauti kabisa, na Rushaina aliulizwa kutokana na zile sauti, alishindwa namna ya kujieleza kutokana na ni sauti zake kweli, na ni kweli yeye ndo amezungumza hicho ambacho amekizungumza kwa kusema ndoa ya Hamisa au kwa uzuri wa Hamisa, kwa jinsi Hamisa alivyo, haikutakiwa kabisa yeye kuolewa na Azizi Ki. Ndio hicho kitu ninachoongea kila siku. Siku zote rafiki hawezi kukubali wewe unamzidi. Kama kweli mimi maneno sijasikia kiukweli. Lakini pia sio kitu kizuri rafiki yako aliyekuamini mnaishirikiana kwa kila kitu kumzungumzia vibaya. Yaani igeuze ile issue ile kuona unamzungumzia mwenzio ikiwa kama wewe unazungumziwa wewe, utajisikiaje? Umenielewa? Uwezi kujisikia vizuri na haipendezi. Na kwa staili hiyo utapoteza marafiki wengi kwa sababu wengi watakuwa wanakuogopa. Kwa sababu utakopo ni mtu ambaye wakusema marafiki zako, wewe rafiki yako akipata jambo la kheri badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na wewe ije kwako wewe ndio unamzungumzia rafiki yako vibaya. Umenielewa? Kwa hiyo lakini kingine pia ninachomshauri Hamisa afocus na ndoa yake na maisha yake mengine tu. Achane na habari za watu, wasisikilize watu. Yaani awe busy na maisha yake kuliko kitu kingine na ndoa yake basi. Kwa sababu watu wanasubiria yeye ateleze kidogo tu. Basi ndio ataongeleka mengi. Kama mtu anaongea kwenye ndoa namna hiyo, akija kuachika inakuaje? Mambo ni mengi sana. Hivi yule anayetoa stories za mumewe ndani, anaitwaje? Yule ambaye anatoa mambo yote ambayo anafanya yeye na mumewe ndani anaenda kuyatangaza nje, anaitwaje? Anaitwa Msungu. Kwa maana Rushaina tunaweza tukamuita hivyo, sio kwa baya. Kwa nini ametuwasiliza mumewe ndani? Alikuwa anamsema Haji Manara, anasema mnaningangania nirudi kwa Haji Manara ikiwa Haji Manara kwa mujibu wa sauti nilizozisikia anakula siyo golo siyo nini, ananuka mdomo, alafu mlikuwa mnaningangania nirudi kwa Haji Manara. Kweli kabisa mwanamke aliyefundwa na akaekwa ndani ya ndoa akakaa ana uwezo wa kutoa siri za ndani kwa mume aliyemwacha. Kwa mume wake alikuwa wameachana. Wameachana. Sasa hivi ni haki yake kutoa kwa sababu wameachana. Sio mume wake. Kwa hapo sio mume wake na sijajua, mimi kila siku nasemaga. Sijajua labda kazungumza hivyo kwa sababu kwa sababu kila mtu kalelewa anapojua yeye. Ni kweli. Kwa mimi jinsi nilivyolelewa, siwezi kutoa mambo ya mume wangu hata kama ikitokea miaka hiyo tumegombana, tumeachana, sisi tumefanya nini, tayari tuna watoto. Kuna maisha yanaendelea. Mimi niseme funzo moja kwa mabinti ambao wameingia kwenye ndoa, ikiwa na wewe pia umeingia kwenye ndoa. Sasa nini unawaambia? Na lakini pia wale ambao hawajaingia kwenye ndoa na pengine wanatarajia kuingia kwenye ndoa, labda pengine una kipi cha kuwafunza haswa wanapokuja kuingia kwenye swala zima la ndoa? Kwanza mimi nataka kuongea na mabinti. Mabinti wasiharakie ndoa kwanza. Kabisa dada. Mabinti kuanzia umri wa miaka 18, 19 mpaka miaka 24. Jamani, kwanza kabla unatakiwa kwanza usome. Usiharakie ndoa. Kwa sababu kwenye ndoa kuna mambo mengi. Alafu wewe mtoto mdogo, mengine kuyavumilia hutoweza. Wanaume wana mambo mengi. Wanaume wana vitu vingi. Umenielewa? Wanaume yani akili zao zilivyo kama watoto. Mwanaume unaweza kutoka naye chini wewe akaja kukubadilikia kama akujui. Mwanaume unaweza kaingia naye kwenye ndoa na wewe mtu mzima unapigwa matukio mpaka unaona uelewi. Sasa wewe mtoto mdogo inakuaje? Utaweza kuvumilia? Ndio utaenda kujitundika juu. Ndio utakapokunywa sumu. Ndio utakapoacha watoto wanateseka. Ndoa ina mambo mengi, ndoa ina uvumilivu, ndoa ina vitu vingi sana. Kwa hiyo naomba kwanza ufocus kwenye masomo. Kama kuna wazazi wako wana uwezo kukusomesha au hawana, naomba kwanza watie moyo. Kuna watoto sasa hivi wanarukaruka hataki kusoma.
Wengi wamekimbilia kwenye mapenzi, wengi wamekimbilia kwenye kudanga, kwenye kuhangaika, wanataka mteremko hivi, watoto wadogo wanataka mteremko. Wanataka kitonga. Hakuna maisha rahisi. Utakuja kupata maradhi. Tulie, focus na kusoma. Maisha mengine atakuja kupata ndoa, hata kama ukiachwa, unaweza kupata kazi yako, maisha kaendelea. Uzuri wa mtu, kila siku unasema uzuri wa mtu unaisha. Lakini elimu siku zote inaishi milele. Na wanaume sasa hivi wanataka wanawake wasome, watafutaji. Hawataki wanawake mama wa nyumbani tu umekaa umejibweteka, ndio unapoenda kuteseka, unaenda kuzalilika. Unazalishwa, unarudishwa tena nyumbani. Aibu, unakuja kuwapa shida wazazi wako. Wengine ndio hawana baba, hawana mama. Baba yako na mama yako akishakufa hakuna ndugu anayekutaka. Ndugu wa sasa hivi wanachagua. Ndugu wa sasa hivi wanabagua. Yaani wewe kama huna baba, huna mama, ndugu yangu, pambana na maisha yako. Ndugu wazazi wako hawana ulisi wa kukuachia, pambana na maisha yako, usikimbilie kuolewa. Kwenye ndoa hakuna mpango. Wanaume akili zao hazieleweki hata kidogo. Hawana akili hata kidogo. Sisi tumeelewana? Na kingine nataka kuongea na wanaume. Wanaotaka kuoa wake watatu wanne, wanaotaka kuoa wake sita. Umeanza na kuoa, umeanza chini na mwanamke wako mmoja. Unakuja unapandisha juu, unatafuta wanawake watatu wanne. Kama we mwanaume kweli, kwa nini ulivyokopo chini usingeoa wanawake wanne? Ili wale wanawake wanne wote usote nao wewe, wale usote nao mpaka unanyanyuka nao. Uhangaike nao kushindana njaa, uhangaike nao kuteseka, kuswampa nao wote mpaka unafanikiwa. Leo hii unasotana mmoja, unakuja kwa wake wanne mbele huko, ushatajirika, ule mmoja kateseka peke yake. Yaani uchawi hautoisha. Uchawi hautoisha. Tutawaroga. Urogana kutakuwa kuko pale pale, machizi wataongezeka, idadi ya machizi itakuwa nyingi. Kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Kwa sababu hakuna mtu atakayekubali huo ujinga. Usote na yeye mmoja, sasa hivi muone kakongoloka, sijui ndio sasa hivi umuone azai, sasa hivi umuone ndo ananuka, sasa hivi ndo kawa mchafu kwa sababu umeshika hela, unataka ukaoe mwanamke wa pili, watatu na wanne. Jamani, utasababisha idadi ya machizi iongezeke. Kama unataka kuoa, uanze kuoa sasa hivi huna. Kabisa. Kila mtu aje kupata shida na wewe. Kabisa. Hakuna chizi sasa hivi, hakuna mjinga sasa hivi kuvumilia ujinga wako. Mtoto wa kiume naomba jishikilie, naomba jikaze. Mmezidi, tumechoka. Tukishindwa kuatia machizi wao na kuachizi wewe mwenyewe. Sawa sawa. Sio, tumeelewana? Ukiweza kumloga mume wako, mloge, mdhibiti mapema. Wanaume akili hawana. Sawa sawa. Mimi niseme asante sana Dalulu. Kwenye hili ulotugea leo ni funzo, asante sana. Nimemaliza. Sawa, tukupe tu muda wa kupumzika.